Karibu katika stori ya Hasani, na hii ni sehemu ya kwanza. Sauti ya upepo ilikuwa ikipita taratibu kwenye miti ya kijijini, huku jua likiwa linazama taratibu kama machozi yanayotiririka usoni mwa mtu asiye na pa kukimbilia. Hapo, chini ya nyumba ya udongo iliyochoka, alikaa kijana mdogo aitwaye Hasani. Hasani hakuwa mtoto wa kawaida, alikuwa mtoto aliyekulia kwenye kilio kuliko kicheko. Tangu alipokuwa na umri wa miaka 7, maisha yalimfundisha somo gumu kwamba dunia haina huruma. Baba yake alifariki ghafla na mama yake akabaki na mzigo wa watoto watatu bila msaada wowote. Kila asubuhi, Hasani aliamka kabla ya jogoo kuwika, akitembea umbali mrefu kutafuta kazi ndogo ndogo. Alikuwa anaenda shambani, sokoni au kubeba mizigo kwa watu waliomchukulia kama chombo, si binadamu. Mara nyingi alirudi nyumbani mikono mitupu, macho yakiwa yamejaa maswali. Kwa nini maisha ni magumu hivi? Lakini hakukuwa na jibu. Mama yake alipokuwa anaumwa, Hasani alilazimika kufanya uamuzi wa kuumiza zaidi, kuacha shule. Alisimama mlangoni siku ya mwisho, akiangalia wanafunzi wenzake wakiingia darasani, huku moyo wake ukivunjika kimya kimya. Usiku ulipofika, alilala kwenye mkeka uliotoboka, akimsikia mama yake akivuta pumzi kwa shida. Alifumba macho yake, machozi yakitiririka bila sauti. Hapo ndipo alipoanza kuelewa kuwa maisha hayampi mtu chaguo, yanamlazimisha apambane au afe akiwa hai. Lakini ndani ya mateso yote, Hasani alikuwa na ndoto moja iliyomfanya aendelee kupumua. Siku moja nitasimama, sitakuwa hivi milele. Lakini kile ambacho Hasani hakujua ni kwamba njia aliyokuwa anaenda ilikuwa bado imejaa machozi zaidi kuliko alivyowahi kufikiria. Kile Hasani alichohofia kilitokea. Usiku moja, hali ya mama yake ilibadilika ghafla. Kikohozi kilikuwa kikavu na chenye damu, na mwili wake ulikuwa wa moto kama makaa. Hasani alijua hana muda wa kupoteza. Alikimbia gizani hadi kwa jirani yao, Mzee Juma, mtu aliyekuwa na baiskeli kuu. Mzee Juma, nisaidie, mama anakufa. Hasani alilia, sauti yake ikitetemeka kwa baridi na hofu. Lakini Mzee Juma, kwa sauti ya baridi alimjibu, Hasani, baiskeli haina upepo na sina mafuta ya taa ya kuangazia njia. Rudi nyumbani, mpe maji, Mungu atasaidia. Hasani alirudi nyumbani akiwa amekata tamaa. Alimkuta mama yake akimvuta kwa mkono dhaifu. Mwanangu, mama alisema kwa sauti ya kunong'ona, tunza wadogo zako, usikubali dunia ikupoteze. Hayo ndiyo yalikuwa maneno yake ya mwisho kabla ya kupoteza fahamu. Safari ya kutafuta muujiza. Asubuhi iliyofuata, bila pesa wala chakula, Hasani aliamua kufanya jambo ambalo hakuna mtoto wa umri wake alidiriki. Alibeba gunia la mkaa alilokuwa ameliandaa kwa siri na kuanza safari ya kuelekea mjini, umbali wa kilomita 20. Miguu yake haikuwa na viatu. Miiba ilimchoma na jua la utosi lilimfanya ajisikie kizunguzungu. Kila alipotaka kukata tamaa, alikumbuka sura ya wadogo zake waliokuwa wanalia njaa nyumbani. Alipofika mjini, kelele za magari na msongamano wa watu ulimchanganya. Alisimama katikati ya soko kuu, akijaribu kuuza mkaa wake. Mkaa, shilingi 2000. Alipiga kelele, lakini watu walimpita kana kwamba haonekani. Alipokuwa amekaa kando ya barabara, akila mabaki ya mua ulioupata jalani, gari kubwa na la kifahari lilisimama mbele yake. Dirisha lilishuka na mwanamume ambaye alikuwa anavaa suti ya gharama alimtazama Hasani. Mwanamume huyo hakuwa mwingine, bali ni Bwana Malik, mfanyabiashara mkubwa ambaye alikuwa anajulikana kwa ukali wake. Wewe kijana, Bwana Malik alimuita. Nani amekupa ruhusa ya kukaa mbele ya ofisi yangu na gunia lako la uchafu? Hasani alisimama, akamwangalia Bwana Malik machoni bila uoga, ingawa machozi yalikuwa yanamlenga. Samahani mzee, natafuta pesa za kumtibu mama yangu. Naweza kufanya kazi yoyote, hata kuosha gari lako kwa mikono yangu ili mradi nipate dawa. Bwana Maliki alicheka kwa dharau, lakini alipoona madoa ya damu kwenye miguu ya Hasani na ujasiri uliojaa kwenye macho ya kijana huyo, kicheko chake kilikoma. Aliona kitu ambacho hakuwahi kukiona kwa watoto wengine. Unasema unaweza kufanya kazi yoyote? Bwana Maliki aliuliza kwa sauti nzito. Haya, panda kwenye gari, lakini ujue kijana, ukikosea kidogo tu, utajutia kwa nini ulikuja mjini.
Hasani alijua anaingia kwenye kinywa cha simba, lakini moyo wake ulimwambia kuwa hii ndio ilikuwa nafasi yake ya pekee. Hakujua kwamba Bwana Maliki alikuwa na siri nzito ingaobadilisha maisha ya Hasani milele, kwa uzuri au kwa ubaya zaidi. Nini kitamtokea Hasani kwenye jumba la Bwana Malik? Je, mama yake atapona? Tukutane katika sehemu ya pili. Usisahau kusubscribe channel yangu, kushare na kucomment.